Hello, mambo vipi mtazamaji wa Samalia TV. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 4 2025. Ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa 4, lakini niko hapa kuweza kuangazia mchezo uliochezeka kule Zanzibar katika kombe la Muungano. Ni Zimamoto dhidi ya Young Africans, hatua ya nusu finali kuelekea finali, na mchezo huu uliweza kuchezeka tarehe 29 majira ya saa 1:15 usiku. Na kikosi cha Young Africans kilikuwa kama ifuatavyo: kwa kuna Msheri Kibabadia, Mwenda Mwamnyeto, Baka Andambwile, Max Mudathiri, Mzinze Aziki pamoja na Mzinze Mkane. Na katika upande wa sabu kulikuwa kuna golikipa 6. Sabu zilikuwa 6, lakini nusu ya sabu hiyo ilikuwa ni golikipa. Sasa sijajua kocha wa Young Africans Mwalimu Lodi Hamdi alikuwa na kitu gani akilini mpaka katika sabu, yani nusu ya sabu ni kuweka magolikipa. Sijajua aliwaza kitu gani ama alifikiria nini. Na ukiangalia katika mchezo huu dakika 45 za mwanzo, Young Africans waliweza kucheza na pia Zimamoto waliweza kucheza. Young Africans alikuwa wa kwanza kupata goli, lakini Zimamoto kipindi cha pili kilivyorejea akaweza kurudi katika mchezo na akapambana mpaka akaweza kusawazisha. Kwa hiyo bao kasoma 1-1 ikawa sawa. Na kumbuka mchezo huu ilikuwa hatua ya nusu finali kuelekea finali katika kombe la Muungano kule Zanzibar. Kwa hiyo dakika 90 zimekamilika, ubao umesoma sawa kwa sawa. Kwa hiyo wakaenda katika upande wa matuta, na unajua matuta hayana mwenyewe, na Young Africans akaweza kupata tiketi ya kufuzu mchezo kwa penalti 3-1. Young Africans akaweza kupata tiketi hiyo ya kuelekea finali, na finali ataweza kukutana na JKU. JKU ni ya huko Zanzibar, na mimi naweza kusema ukiangalia katika michuano hii ya kombe la Muungano tangu mwanzo mpaka sasa hivi ilipofika, kwa namna moja au nyingine Zanzibar vipaji vipya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine Young Africans aliweza kupata hatua ya kwenda finali, na finali hiyo inatarajiwa kuchezeka Mei Mosi, ambapo ni huko Zanzibar. Itakuwa ni finali ya JKU dhidi ya Young Africans. Young Africans ataweza kufanya vyovyote vile ili aweze kuwa na kombe hili, aweze kufuta aibu, sio tu kufuta aibu ila kuweza kuonesha kwamba yes, nilikuwa ninastahili, kwa sababu ukiangalia ni bingwa mtetezi katika upande wa kubara. Basi hata hilo kombe la Muungano, matumaini yangu kwamba ataweza kufanya vyovyote vile ili aweze kurudi na hili kombe, sababu ukiangalia Yanga ni timu kubwa, aweze kufuta aibu, kwa sababu unajua Yanga tu akipoteza story itakuwa nyingine. Kwa hiyo finali hii itachezeka tarehe 1 ya mwezi wa 5, ni siku ya Mei Mosi, na itakuwa finali ya JKU dhidi ya Young Africans. Je, kombe litaweza kubaki Zanzibar ama litaweza kurejea huku bara? Kitu ambacho hakijulikani, na majibu haya tutayapata baada ya dakika 90 kukamilika na kuangalia nani ataweza kubaki na kombe hili. Lakini Zanzibar vipaji vipo, Zanzibar mpira wanaujua.